Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumanne, juma la 5 kipindi cha Pasaka, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 14, aya 19 hadi ya 28. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohane, sura ya 14, aya 27 hadi ya 31. Karibu tusikilize Injili. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohane, sura ya 14, aya 27 hadi ya 31. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, amani nawaachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na oga. Mlisikia ya kwamba mimi niliwaambia, naenda zangu, tena naja kwenu. Kama mngalinipenda, mngalifurahi, kwa sababu naenda kwa Baba. Kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Na sasa nimewaambia kabla haijatokea, kusudi litakapotokea mpate kuamini. Mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Lakini ulimwengu ujue ya kuwa nampenda Baba. Na kama vile Baba alivyoniamuru, ndivyo nifanyavyo. Ondokeni, twendeni zetu. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, leo Kristo anatuhakikishia amani kupitia Injili ya leo ya Mtakatifu Yohane. Yesu anatoa ujumbe wa faraja sana, kwani anatuambia amani anatuachia na amani yake anatupatia. Na amani anayotupatia sisi si kama amani tupewayo na ulimwengu. Kristo anaongea na kila mmoja wetu leo kupitia Injili ya leo ya Mtakatifu Yohane, kwamba tusifadhaike mioyoni mwetu, kwani anajua hofu zetu za maisha, mashaka pengine kuhusu kesho yetu, na hata pengine vita tunavyopitia na kupelekea mioyo yetu kuvuja damu kwa kukosa amani ya ndani. Leo kupitia Injili ya Yohane, Yesu anasema inatosha na anatupatia imani. Na anatukumbusha kwamba hata katika magumu tunayopitia tuwe na amani na furaha, na daima nyuso zetu ziwe na tabasamu, kwani Kristo yupo ndani mwetu. Kwa sababu tumekwisha pewa amani idumuyo milele, Kristo anaongea nasi leo tusiogope, na anatualika tusimame tena. Swali la kujiuliza hapa taifa la Mungu, sio kama Kristo ametupatia amani. Swali ni je, tumepokea amani ya Kristo? Tunapotafakari swali hili, tunapaswa kutambua kwamba amani ya Kristo ndiyo inayotupatia matumaini kuhusu ukuu wa Mungu katika maisha yetu. Amani ambayo inatufanya tuwe na utulivu wa mbingu ndani ya mioyo yetu. Kwa sababu tumekishapewa amani idumuyo milele, tunaalikwa kuwa nuru ya ulimwengu kwa kusambaza amani ya Kristo kwa wenzetu, ili nao wawe na utulivu wa kimungu ndani mwao. Kristo mwenyewe anatufungua akili zetu na macho yetu ya ndani, kwamba amani anayotupatia si kama amani tunayopewa na ulimwengu. Kwani sisi wenyewe tumekuwa mashuhuda kuhusu amani ya ulimwengu. Imekuwa amani yenye masharti, amani inayobadilika, na mara kadhaa tumekuwa tukisalitiwa na amani tunayopewa na ulimwengu. Kwani amani ya ulimwengu imekuwa ya matabaka, ikigawanisha watu kulingana na hali zao za maisha. Na pengine tumekuwa tukitegemea na kuwekeza amani kwa marafiki zetu, tukiamini watatushika mkono na kuwa wahisani wetu katika magumu. Lakini na wenyewe kutokana na sababu na udhaifu wa kibinadamu, wametusaliti na kusababisha mkato wa tamaa, giza nene linaloyumbisha kesho yetu na matumaini yetu. Leo Kristo anatupatia amani inayotukusanya pamoja kama watoto wake na idumuyo milele. Tukubali kupokea amani na kuongozwa na amani ya Kristo. Na pia tunapoendelea kusoma Injili hii ya Yohane, tunatambua kwamba Kristo ni njia ya kweli na uzima wa milele. Kwani yeye mwenyewe anasema,
hatasema nasi maneno mengi tena, kwa sababu yuaja mkuu wa ulimwengu. Anasisitiza tusiogope, kwani hana kitu kwake. Na hapa ndipo anapodhihirisha kwamba yeye ni nuru inayong'aa gizani. Na ndiyo maana anasema hata katikati ya giza nene, tumaini letu pekee liwe kwake. Wapendwa taifa la Mungu, tunapoishi amani tuliopewa na Kristo katika maisha yetu, tunapata uwezo wa kutambua ukuu wa Mungu katika maisha yetu. Haijalishi tunapitia magumu au mazuri kiasi gani, kwa sababu Kristo anatufundisha kwamba msalaba ni mwanzo wa matumaini mapya na maisha mapya yenye amani ya kimungu ndani yake. Tunakuwa na nguvu ya kusema kwamba hakika wewe Bwana Yesu ni mtakatifu wa Mungu. Ndugu zanguni, tuishi amani tuliopewa na Kristo na tuwaambukize wenzetu amani hiyo, ili nao waonje ukuu na upendo wa Mungu maishani mwao. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Armando Jackson Alute wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo. Milele amina. Mwanakondoo imara apeperusha bendera nyeupe na safi yaashiria ushindi wa kimungu. Nasi tunajivunia imani twasakafia, hatutengani daima utukufu wake. Haleluya, amefufuka, ona ajabu, amefufumaini letu, amefufuka mwana wa Bwana, ndiye nguvu yetu. Haleluya, amefufuka, ona ajabu, amefufuka